LSD hapa ndani ya nyumba kama kawaida. Tulipoishi ilikuwa ni hapa bana ambapo ilikuwa ni msibani. Sasa Mwamba amekuja. Mwamba amekuja, basi dada aliamka namna hiyo na ilikuwa ni kama surprise kwa upande wake. Nguvu za muisha. Hakuamini baada ya kumuona Yuniboka. Ase Mwamba amekuja. Amekuja kwenye msiba wa mama se. Licha kwamba katika kipindi cha nyuma alikuwa ana maelewano mazuri na mama, kwa sababu alizaniga kwamba mama akamtelekeza pamoja na dada yake. Huyu ni dada yake. Mama kapoteza maisha baada ya kuugua kwa muda mrefu kule kweli. Ni mengi zaidi ambayo alikuwa ametokea, lakini mshikaji kaamua kurudi. Picha mama yapo mbele. Alimuuliza ndugu yake kwamba ulikuwa unaendeleaje na mama katika wakati wote huu, kwa sababu dada ndo ambaye alikuwa akiishi na mama. Anasema kwa sababu tuliondoka ghafla kipindi kile kijijini. Licha kwamba tuliondoka, tulikuwa tujue ni kipi cha kufanya. Tulipitia siku ngumu sana, lakini mama hata siku moja katika hizo siku ngumu hakuwahi kukusahau, hata kwa mara moja, kwamba hakuwahi kukusahau mama. Jamani, kitu ambacho naambiwa, 엄마 시험도 판정받던 날 윤복이 집 베네저고리 들고 숨어서 오시는데, asema siku ambapo mama aliguna kwa ni mgonjwa, alikuwa akilia na huku akiwa ameshikilia nguo zako za utotoni mkononi. Kwa hiyo mama hata siku moja hakuwahi kumsahau yeye. Ni tofauti kabisa naye alivyokuwa mezaniaga. Jamani, nasema ukweli, nyinyi mlivyoniacha mimi niliaga sana. Nalilia kweli kweli. Mlisema kwamba mngeweza kurudi kama nikisau 1 mpaka 100. Lakini hawakurudi, walimwacha, ila sio kupenda. Anasema samahani kwa kuwa sikutimiza ahadi yangu. Nilikuahidi kama ningerudi na sikuweza kurudi. Anasema kwa sababu nilikuwa ni muhamisi, kwa hiyo nilihesabu tu 1 mpaka 99, wala sikumaliza mpaka 100. Na hata hivyo pia umetimiza ahadi yako kwamba amerudi. Hapo wako pamoja, kwa bado ahadi ametimiza. Alimwambia Yuniboka yeye. Halo. Sasa kifuatacho ni taratibu zifanyike. Yaweza kwenda kuchoma mwili wa mama moto, kisha majivu ni kwamba akahifadhi katika sehemu maalum, kwa sababu kuna ambao wanazika kawaida na kuna ambao wanachoma mwili moto kisha majivu wanachukua kama hivi. Walimaliza na sasa basi majivu wa mama alikuja kuhifadhiwa hapa, ambaye alikuwa akiitwa P Yewoni. Anasema anajutia kwamba sikuwahi kupiga picha na mama. Ilibidi atengeneze picha ambayo inaonyesha kwamba wako pamoja ama yuko pamoja na mamake. Ni picha tu kutengeneza. Dada mtu anasema, ningejua hata ningekupata mapema ama ningekutafuta mapema. Samahani kwa hilo. Tafadhali acha kusema kwamba tunaomba radhi. Sawa, nazidi kunifahamu mimi hapa najisikia vibaya, najisi vibaya, tuna vibaya kweli. 그래, 이제 안 그럴게. Alimwambia sawa, sitofanya hivyo tena. 그럼 우리 언제 같이 사진 찍을까? Sasa tukipata muda tuje tupige picha kwa pamoja. Mama akiona lazima atafurahi. Asuma ndio. Tuje tufanye hivyo. Kwamba wakipata muda hapo baadaye, wakishatulia, basi wapige picha kwa pamoja. Kimwomba mtaalamu anasema mama, nitaishi kama ambavyo ulivyokuwa ukitaka, kama ambavyo ulivyokuwa ukiniambia. Kwa tafadhali basi naomba uniangalie uko ulipo. Mama mtizame. Turudi pona pia binti hapa ambaye anaitwa Hongdo. Mpaka sasa ni kwamba elewi. Anachukumbuka ni ichi hapa kwa mara mwisho jamaa alimfanyia ichi hapa. Na Mwamba anazidi kumdatisha binti elewi kwamba mtu yule anampenda malao.
Ili ni tukio la mara ya mwisho ambalo tuliliona katika episode ya 27 na ndo tulipoishia. Binti alikumbatiwa na mtaalamu. Sasa anasema mtu ule inaonekana kama yupo kwenye wakati gumu sana. Labda tayari kashamaliza mazishi. Hao ni kamuone. Hapana. Ni afadhali kabisa wala tasijana kumtafuta. Sasa binti anajiongelesha, mara asimame, mara akae. Sasa mdogo wake haelewi. Kama wewe, yaani kama unataka kufanya mazoezi uende jimu. Anasema hata wewe ngoja nitoke kwanza. Mimi natoka. Basi binti akatoka mbio kwenda kumcheki mtaalamu. Huku akiwa anapiga simu. Simu ya jamaa inaita. Uzuri ni kwamba ndo amefika sasa mtaani. Binti alimuita in book. Kwanza jamaa kafurahi kumwona mtoto kike. Mwalimu. 어디 가시는 길입니까? Wapo naenda sasa? 어머니 잘 보내드렸나 궁금해서. Nilikuwa nahitaji kujua kama umemstiri mama yako salama. 그러셨습니까? 제가 먼저 연락을 드렸어야 하는데. Anasema alafu pia yani nilikuwa nataka nikutafute, yani nikupigiwa kwanza. Samahani. Akaambia hapana, usijali, nafahamu kabisa kama ilikuwa ni ngumu sana. Lakini upo salama? Upo sawa? 괜찮습니다. Ya, sema ndio nipo sawa. Afadhali. Kwamba kama ni wafadhali basi nao. 실은 좀 힘들었습니다. Anasema kweli ni kwamba wala nisidanganye. Kiukweli kulikuwa na ugumu kwa upande wangu. Lakini kwa sasa basi ana afadhali. 그렇구나. Sema la kumbe. 건 없어? Sasa labda kuna chochote kile ambacho naweza kukusaidia, chochote ambacho unaweza kufanya labda. Niombe chochote kile nitakusaidia. 처럼 미리. Anasema kama ndio hivyo. Basi ningependa kwa sasa uwe karibu yangu. Uwe karibu na mie. 그럼 sawa. 당연하지. Nitafanya hivyo. Nitakuwa karibu na wewe. Ni ombi ambalo jamaa akamuomba binti. 달라졌다. Basi binti kama anasema inboka kabadilika. 까지 함께 했으면 했는데. Haya bwana, basi baadaye. 좀 서운한데요. Basi mwamba alipita kituo cha polisi alikuja kuaga. Kwa sababu anahitaji kupumzika. 선배님. Ghafla kiongozi, umekula? Jamani geuka namna anashikana muona sister, huyu dada yake. Alikuwa ajua kwamba sister ni polisi, huyu dada ni poti tena mpelelezi wa siri. Dada anaficha kitambulisho lakini dogo tayari ameshaona. Hajawahi kumwambia ndugu yake. 괜히 신경 쓰고. Anasema nilitakuwa nikwambie mapema ila sikutaka kuambia kwa sababu sikutaka nikutoa wasiwasi. 내가 부탁한 거야. Na hata mimi nilikuwa nimemwambia mtu hapa kwamba sikwambia chochote. Kama binti anafanya upelelezi kwenye hoteli ile hoteli ambayo inaitwa Seongsan. 거 해. 감쪽이 수산 나한테 막. Alimwambia wewe fanya unachokifanya, sawa? Wacha mimi nifuatilie kesi hapa Gamjok. Kumbuka yupo mtu mmoja ambaye anaitwa Gamjok ambapo kwanza mwanzo kabisa wa episode ya kwanza jamaa alikuwa akimfuatilia muizi. Na ndo ambaye atalemfanya basi aje Seoul hapa mjini. Kumbuka jamaa ni wa bush wa kijijini. Sasa kwa sasa anahitaji kupumzika kufanya mambo mengine kwa sababu kwanza alizinguana na babu. Unaona alizinguana na babu kwa hiyo anahitaji kukaa pembeni. Kwa dada alimwahidi kwamba atafuatilia issue hii hapa. Kwa hiyo sio na wasiwasi. Sasa baada ya kutoka kule alikuja bwana Pili. Anasema nafahamu kabisa kwamba itachukua muda mrefu, lakini mwisho kabisa anataka nianze kufuatisha ndoto zangu. Kwa hiyo naomba unikubali mimi kama mwanafunzi wako. Sasa Chele amekuja kwa umma wengi ambaye ni mdogo wake na binti kwamba anataka Chele amfundishe kuchora. Chele si mchoraji ila ni mchoraji wa kwenye kompyuta. Unaona? Mtaalamu anapenda kuchora. Kwa hiyo anataka muda wake usine bure, basi ni bora azuke katika masuala ya kuchora, masuala ya uchoraji. Akaambia kwanza tuanze na nguo zako. Anataka mbadilishe. So jamaa yupo kina manama tu. 나는 안 볼란다. Sima si tuangalia. 그래 아직도 남아 있는데. Sijui kama utakuwa umependeza ama kama utakuwa umezingua. Hapana, nimependa ile vazi. Nene. Kwa maana kapenda vazi hilo. Anasema ni dole gumba. Jamaa kwa sasa hivi anataka tu shamba. Sasa huyu anachokifanya naye pia anamuiga. Haya bana. Kingata hiyo naye pia anangata. Akikunja namna hiyo naye pia anakunja. Haya. Naona muda wa tambi. 험난할 텐데. 근데 이거 원래 Hiyo inaweza kama ngumu kwako. Anasema nishazoea kulaga vitu mara kwa mara. Nishazoea kula bwana, mimi sio mshamba. Anajitetea tu. Nishazoea kula wapi bwana wewe?
jitu la kijijini. Sasa hiyo na pilipili. Alafu alipokuwa na kerere mwamba, huyu Nuboku yeye atumiage pilipili. Badala kwa hapo. Ghafla. Akawa mwekundu. 잘 먹네. Hasa jamaa wangu unakula vizuri sana. Kumbe unaweza kula chakula chenye pilipili. Sasa mkausho wa hatari. Jasho hilo hapo mzee. Binti amerudi kutoka kazini. Kumbuka binti hapa anafanya kazi kwenye kampuni mwanamke mmoja ambaye anaitwa Kamil ambaye ni mwana ni designer ama ni bunifu wa mavazi. Vipi kuhusu Nuboku? Anasema alikuwa na Nuboku. Anataka awe mwanafunzi wangu na anahitaji kufuatisha ndoto zake ama kusimamia katika ndoto zake. Binti anasema kweli mtu yule kabalika sana. Kama mtu yule kabalika mpaka sasa binti ni kama anamshangaa. 야, 구도가 안 맞잖아, 구도가. 근데 Sasa unakosea. 표현해보려 해본 것인데. Anasema najaribu kuonyesha uzuri wa hii sehemu hapa. Akaambia sasa igeuze. Ngoja. 몸을 왜? Yaani kamchora mtu anaoga alafu mtu mwenyewe ambaye anaoga kwa bafuni kamchora eti anaoga na nguo. Akaambia nani ambaye anaoga na nguo? Anasema unajua mimi naona aibu bana kuangalia nini mchore mtu ambaye kwa uchi samani. 샤워하면 빨래도 되고 좋지 뭐. Muda mwingine unaweza kuoga na nguo bana. Hebu acha kumletea mwenzako noma. 못 입고 샤워. Mimi nitakaje kumtetetea hapa. 넌 작가라 내가. Hasa pia kuna muda mimi natokea naoga na nguo. Sasa wewe unashangaa nini? Kama lazima uwe mbunifu pia. 멋지구만 뭘. Hapo pia nimependa hii sehemu jamani. 남다른 창의력을 짓밟지 마. Sasa usimkatishe tamaa Nuboku kwa sababu Nuboku ni mbunifu kuliko wewe. 나올게. Basi mimi naenda zangu kazini. Sasa kuwa na siku njema mwalimu. Alimwaga namna hiyo. 스승님. Sasa mwalimu akaona somba kumpatia scarf. Hii ni scarf yake. Hii hapa ni scarf Nuboku. Jamaa sasa hivi kabalika sana. Binti amesoma hivyo, ni kweli kabalika kweli. 보다 가장 많이 달라진 건 Anasema kitu ambacho kimebadilika sana sana kwa mtu huyu. 날이 춥다합니다. Itasema leo kuna baridi. Yaani jamaa anasema leo ni siku baridi. 안녕히 다녀오십시오. Na pia kuna siku njema. 나를 보는 윤복이. Anasema kilichobadilika kwa mtu hapa ni namna anavyoniangalia mimi. Yaani kuna namna binti anamuona jamaa huyu anamtazama kimhabat. Any scarf. Kwanza anukia vizuri. 목도리를 왜 눌러주냐고 목도리를. Hasa ni kwani sasa amelivisha scarf hii. 눌렀던 거를. Hai ni scarf yake. Kwani sasa kanivalisha mwenye jamani. Yaani binti wengi. Haya bwana, akikumbuka ile tukio la mara mwisho jamaa kumkumbatia. Ndio anazidi kudata. Data beni kudata. 윤복이가 나를? Anasema hii sikuta labda Nuboku ananipenda. Lazima atakuwa ananipenda. Binti akajua bas. Yule mkaka bana anampenda. Anasema haiwezekani. Sina uhakika. Ila nahisi kwamba atakuwa ananipenda. 건가? Anasema soma. Labda kaamua tu kuwa mwanafunzi ambaye urafiki. 뭐야? Sasa tumekuja mtaalamu ni ambaye ni mchicha mwiba. Nini kinaendelea? 여자의 향기? Mbona nasikia harufu ya kiume kutoka kwako? Una maana gani? 남친 생겼어? Umepata mpenzi 그럼 이건 Wewe haiwezekani. Sasa ninaambia nimekuvisha hiyo scarf. Sasa nimejivisha mwenyewe. 홍도에게? Mimi hapa Hongdo nimejivisha peke yangu. Mimi Hongdo. 뭐 일단 취향. Anasema kwanza kabisa nasema tu ukweli kwamba nimependa harufu hii. Jamaa alijiongeza kwamba hii scarf lazima binti atakuwa amepatiwa na boyfriend wake. Huyu mwamba ni mchicha mwiba. Nikasema mchicha mwiba ni lugha tu ambayo imekaa unajua tena kama una D2 huwezi kuelewa, ila kutokana na kupunguza makali. Maneno makali, maneno ya kiuni. Movies tunaangalia na wadogo zetu, watoto wetu, manko zetu, mama zetu. Koso na wasiwasi. Hata picha tunaona tu jamani. Anyway. 부계자가 되는 일도 홀예도. Sasa sababu anakumbuka kilichotokea mara mwisho. 계속 제기 정해 놓으신 그 무엇. Mjukuu alimletea noma baada ya mjukuu kufahamu ukweli kwamba kumbe babu ndo ambaye alimfukuza mama kijijini. 앞으로는 원하는 것이라며. Tena mwambie kwa sasa naenda kufanya kile ambacho mimi nataka kufanya, kwamba ataishi maisha yake ya uhuru. Kusoma mara zote na hata leo kujitolea kumfuatilia yule mwizi ambaye atatoka mjoko. Ila kwa sasa naenda kujiweka pembeni. Kwa sababu atafanyaje kuhusu mjukuu wake? Na mjukuu wake ndio kiongozi ajaye wa kijiji hichi hapa ambacho anakiita Samsung. Basi ile binti ambaye anaitwa Yuna ameitwa na babu. Ni Yuna ambaye ni mlinzi wa Nuboku. 윤복이는 어찌 지내고 있어? Vipi kuhusu maendeleo ya Nuboku? Anaendeleaje? 장례를 치른 뒤로는 Anasema baada ya msiba 복 아가씨와 함께 지내고 계시고 Nuboku kwa sasa anaishi na Lady Book
Iboku ni dada mtu alafu Inboku ni mdogo mtu. 겪었으니 마음 추스를 시간이 필요하겠지. Sema lazima atakuwa anahitaji muda basi wa kufurahi. 돌아올 수 있도록. Sasa tafadhali msaidie arudi katika ile yake kawaida. Ndio mheshimiwa. 자주 들러 소식 전하거라. Na uwe napita mara kwa mara hapa kwenye taarifa za Inboku. Huyo ni babu. Na ni binti ambaye anaitwa Yuna. Anaitwa Yuna. Binti moja tatu sana. Sasa alivutwa pembeni. Na huyu hapa ambaye ni mtumishi ama ni mfanyakazi wa boma ile kwa mrefu. Anajua kilichotokea kwa Inboku. Baada ya Inboku kuziguana na babu yake. Sasa kama kufungasha chakula kwamba Inboku apelekewe. 많이 상하셨을 텐데. Sema lazima atakuwa yupo sawa. Lazima atakuwa yupo sawa kiakili. 예. Kwa hiyo tafadhali basi mfikishie Inboku na umwangalie tafadhali sawa. Labda naumwa. 없는 듯합니다. Anasema kuumwa aumwi. 하진 않으시고 Labda anapata wakati mgumu. 그러신 것 같진 않은데. Kwamba anateseka. Anasema hapana Suzano. 왜? Ila kuna jambo la ajabu. Jambo gani la ajabu? 아니요. Ana shida gani? 그건 아닌데. Anasema hapana sio kama hivyo. 그냥 좀 달라지셨습니다. Kwa sasa hivi kabadilika tu kidogo. Nini una maana gani? Anasema Inboku kabadilika. Ndio hivyo ninavyokuambia kabadilika. Binti anasema hivyo. Kuna tabia ambazo sasa hivi anaziona kwa Inboku. 도련님이 아니고. Anasema sote na mshamba. Kuna vijitabia ambavyo wameviacha. Ni kweli anyway. Basi mwamba yuko hapa anachora chora. Ni jioni hapa. Binti amerudi kutoka kazini, ameshuka sasa kwenye mwendokasi. Ghafla anamkuta Inboku hapa. Ni kama vile jamaa alikuwa akimsubiria binti. 스승님, Wewe ni mwalimu? 너 여기서 뭐해? Nini ambacho unafanya hapa sasa? 김 작가가 저것을 좀 그려오라 하길래. Anasema mchoraji Kimo aliambia kwamba ni chore ile jengo pale. 아, Kwamba alipatiwa homework na mwalimu wake. 오늘은 어찌 보내시? Vipi kuhusu siku yako imekwaje? Hiyo skafu imekusaidia kupata joto? Sema ndio. Yaani kushukuru wewe jamani. Kwamba hajasikia baridi. 저녁은 드셨습니까? Kwani tayari umeshakula chakula cha jioni? Kama hapana bado. 너는 먹었어? Kwani umekula? 저도 Hapana, mimi pia sijala. 그럼 Sasa 같이 먹을. tukale pamoja. Ndio. 예. Ndio kwamba wakale pamoja. Maana gani kwamba ni nyumbani. Msosi ukapikwe basi wale nyumbani. Yaani baada ya kwamba alikuwa hivyo na sasa wako mezani. Jamaa sasa hivi aone aibu anakaa meza moja na watu. Huyo alikuwa yani ilikuwa kukaa meza moja tena binti alikuwa anaogopa kinyama. Lakini sasa imekuwa tofauti hata wazi. 스승님, Sasa mwalimu, 많이 드십시오. kula sana, kula zaidi. 고마워. Jamani nashukuru. Sasa mpaka mdogo mtu anashindwa kabisa kuelewa. 혹시 내가 윤복일 너무 좋아해서 Sasa binti mmoja anasema, 물리는 걸까? labda mimi ndo sijielewi. Kama nahisi mtu hapa ananipenda, labda ukarimu wake umezidi. Unajua binti haelewi. Kama jamani kwamba anamkarimu tu ama anamjali katika ujali wa kawaida ama anamjali kwa sababu anampenda. Binti aelewi. Ipo njia panda vile. Washamaliza kula. Haya bwana. Tumbo hilo limembana na kimbilia chooni. Binti hapa anaandaa matunda apple. Sisi tumezoea kula apple, lazima tumenye kwanza. Unamenya apple wewe. Sasa binti akiwa anakumbuka, 설마. 접시가 sasa kuhusu sahani. Nataka sahani. Jamaa anataka sahani. Sasa binti bila mtoto sahani. Sasa binti Kimo, ngoja nikusaidie. Jamaa kidogo kimo chake kirefu kimtindo. Na mtaalamu hapa ambaye ni Inboku ama Kimdani. Ambaye pia tupo naye kwenye picha nyingine mpika kabisa ambaye wanaita Daughter and Family. Yupo. Jamaa anajua sana namkubali kwa manomani. Basi sahani kapata. Alikuwa anaulizia sahani kwa ajili ya kuwekea matunda. Binti anazidi kudata na mdato wa hatari. 행복회로라고 하기엔 Anasema labda mimi najidanganya mwenyewe. 너무 이상하다. Lakini mtu hapa ni amekuwa isiwe vya kawaida. 스승님, Sasa mwalimu, 여기 앉으십시오. tafadhali kaa kwa hapa basi. Pembeni yako kama pembeni yangu. Sawa. Kwamba kae pembeni yake.
Jamaa bila kujua kwamba anazidi kumdatisha teacher. Teacher anazidi kudata. 윤복이가 Anajiuliza mengi sana kimomoyo. Labda ananipenda. 스승님, Mwalimu. 드십시오. Tafadhali anza. Anza kula. 고마워. Wewe jamani nashukuru. 너도 먹어. 먼저 드십시오. Pia kula. Anza kwanza wewe. Wewe tulia. 알겠네. Sawa. Hapo sawa. 스승 생기는 제자야. 내 제. Ule mwanafunzi ambaye anamjali mwalimu wake. 알지? Oh. I say yay. Yes. Soma mwanafunzi wa ukweli. Anyway, bado tunazidi kusonga mbele. Bado tupo sambamba. Uso bintu hapa ni mpelelezi. Ambaye anaitwa Ibuk. 치르고 몸 상한 거 아니야? Labda unaumwa kwa sababu labda umepitia mengi. Huyu ni mtaalamu ambaye anaitwa Juho, ambaye ni mmiliki wa sehemu, na binti kwa hapa kwa ajili ya kupeleleza ni kwenye hoteli ambayo inaitwa Sonsani, ambaye anatafutwa ni mwizi ambaye wanaiba vitu vya kale. Twende sambamba. Binti kwa hapa kwa issue maalum. Sasa jamaa ajui, sijui kwamba akijua itakuwaje. Bado tupo live. Huyo ilikuwa ni katika sehemu jamani 28. Sasa 29 ndo hapa ni burudani basi 29. Yes, ni mwendo wa 5G. Bila scratch yani. Tupo live kama kawaida. 스승님,